Habari kubwa leo siku ya Jumatatu imeripotiwa usiku wa kuamkia leo huko Middle East. Tukio hili limetokea siku ya Jumapili usiku. Jeshi la majini la Marekani limeikamata meli ya Irani ambayo ilikuwa inapita katika ghuba ya Oman na kuiweka katika chini ya ulinzi, na sasa inaishikilia meli hiyo huku ikikagua vitu vilivyopo. Taarifa ya mapema kabisa imeripotiwa Marekani imekamata meli ya mizigo yenye bendera ya Irani. Rais wa Marekani Donald Trump amesema jeshi lake limekamata meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Irani baada ya kujaribu kukwepa kizuizi cha Marekani. Rais Trump amesema kwamba jeshi la Marekani awali lilitoa onyo kwa meli hiyo, lakini ilipoendelea na harakati zake walizuia moja kwa moja na kushambulia chumba cha injini na kusababisha meli hiyo kusimama. Aliongeza kuwa vikosi vya Marekani sasa vimedhibiti meli hiyo ambayo alisema ilijaribu kukwepa kizuizi cha Marekani siku ya Jumapili. Trump amesema meli hiyo inayoitwa Tosca ilikamatwa katika ghuba ya Omani kabla ya kupewa onyo kamili la kusimama. Alisema wafanyakazi wa Irani walikataa kusikiliza onyo hilo, kwa hivyo meli yetu ilichukua hatua mara moja ya kulenga injini. Aliongeza kuwa meli hiyo iko chini ya vikwazo vya Wizara ya Fedha ya Marekani na jeshi la wanamaji kwa sasa linachunguza kilichomo ndani. Kuhusiana na undani wa meli hiyo ya Irani, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa awali, Donald Trump alisema kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa Truth Social kwamba jeshi la wanamaji la Marekani lilifyatua risasi dhidi ya meli ya mizigo iliyokuwa na bendera ya Irani iitwayo Tosca katika ghuba ya Oman. Data za Marine Traffic zielezea meli hiyo iliondoka katika bandari ya Klang tarehe 12 Aprili ikielekea ghuba ya Oman. Taarifa za mfumo wa utambuzi AIS zinaonyesha kuwa Tosca ilikuwa baharini umbali wa takribani maili 40 kutoka bandari ya Chabahar kusini mashariki mwa Irani majira ya saa 7 kwa saa za kidunia. Kabla ya hapo meli ilisimama ikageuka kurudi nyuma, baadaye ikaelekea kidogo mashariki na hatimaye kusimama kabisa. Meli hiyo ya makontena ina urefu wa zaidi ya mita 290 na kina cha mizigo cha takriban mita 13. Inaonekana ilikuwa imebeba mizigo kamili au kwa sehemu. Aidha, Tosca imo kwenye orodha ya meli zilizowekewa vikwazo na Wizara ya Fedha ya Marekani. Punde tu baada ya meli hiyo kuripotiwa kuwekwa kizuizini na Marekani, Iran imetoa taarifa yake na kusema kwamba italipiza kisasi baada ya Marekani kukamata meli iliyodhaniwa kuwa ya nchi hiyo. Kamanda mkuu wa jeshi la Irani Khatam al-Anbiya alitishia kwamba Irani ingejibu hatua ya Marekani kukamata meli ya mizigo yenye bendera ya Irani ambayo jeshi la wanamaji la Marekani lilishambulia ilipokuwa ikielekea Oman, na kuelezea hatua hiyo kama ukiukwaji wa usitishaji mapigano. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na vyombo vya habari vya serikali, msemaji alielezea Marekani ilikiuka usitishaji mapigano kwa kufyatua risasi kwenye moja ya meli za biashara za Irani katika ghuba ya Oman na kudhoofisha mfumo wake wa uendeshaji na kisha kuidhibiti kwa kutumia wanajeshi wa maji. Vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kiislamu la Irani vitajibu haraka na kulipiza kisasi kwa kitendo hiki cha uharamia wa kutumia silaha uliofanywa na jeshi la wanamaji la Marekani, taarifa hiyo ilisema. Pakistan ambayo ni mpatanishi mkuu wa mgogoro huo kati ya Marekani na Irani imetoa taarifa ikieleza vizuizi baharini vinaongeza mgogoro wa Marekani na Irani. Reza Amiri Moghadam, balozi wa Irani nchini Pakistani, ameelezea kwamba kuendelea kuwepo kwa kizuizi cha baharini kati ya Iran na Marekani kutaendeleza mvutano kati ya mataifa hayo. Amiri Moghadam aliandika kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa X akasema, huwezi kuendelea kukiuka sheria za kimataifa, kuimarisha kizuizi, kutishia Irani kwa uhalifu zaidi wa kivita, kusisitiza madai yasiyo ya msingi, kuvutana na masuala yasiyo ya umuhimu, na wakati huo huo kujifanya unashiriki katika diplomasia, mwisho wa kunukuu. Marekani kwa upande wake ilisema imetuma ujumbe kwenda Islamabad kufanya mazungumzo na Irani, lakini Irani ilisema haikuwa na mpango wa kushiriki katika awamu ya pili ya mazungumzo. Taarifa hiyo pia ilisema kwamba shambulio dhidi ya meli ya Irani lilikuwa kitendo cha uharamia wa jeshi la wanamaji la Marekani na ukiukwaji wa usitishaji mapigano. Irani hadi sasa haijathibitisha kwamba itakwenda Pakistan na haijatoa taarifa yoyote ya ujumbe ambao utawasili Pakistan kwa ajili ya mazungumzo dhidi ya Irani, wakati ambapo Marekani anaripoti ya kwamba asubuhi ya leo tayari ujumbe umeshaondoka Marekani kuelekea Pakistan.